Naam, hujambo mtazamaji wa Mlimani TV, karibu sana katika dondoo za Mlimani, na mimi ndiye Ibrahim Mgiaza ambaye nitakupitisha katika dondoo za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Na tukianza na dondoo za kitaifa, Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Chama cha Mapinduzi Tanzania mkoa wa Lindi wamempongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa sekondari ya wavulana kanda ya kusini katika eneo ya kata ya Kiwala, halmashauri ya Mtama, iliyogharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.1. Akizungumza wakati wa ziara ya utekelezaji wa UWT mkoa wa Lindi, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Kuruthum Murunje amesema kuwa kujengwa kwa shule hiyo kutasaidia kukuza sekta ya elimu kwa watoto wa kiume wa mikoa ya kanda ya kusini. Na baada ya kutizama dondoo za kitaifa, na ni wasaa kutizama dondoo pia za kimataifa, ambako raia watatu wameuawa Jumapili katika shambulizi la makombora iliyofanywa na kikosi cha RSF katika eneo la Omdurman karibu na Khartoum, siku mbili baada ya jeshi la Sudani kutoa tena ikulu ya rais katika mji huo. Mashuhuda walisema mashambulizi hayo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi katika miezi hivi karibuni, ambako watoto wawili na mwanamke mmoja waliuawa huku wengine 4 wakijeruhiwa. Baada ya kutizama dondoo za kitaifa, ni wasaa kutizama dondoo za kimichezo na burudani. Klabu ya Singida Black Stars leo inatarajia kuzindua uwanja wake unaojulikana kama Airtel Stadium uliopo Mtipa, mkoa wa Singida. Zoezi hilo litaambatana na mchezo wa kirafiki kati ya Singida Black Stars na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Hii ni hatua muhimu katika klabu ya Singida Black Stars ambayo itatoa pia fursa za kiuchumi kwa wanasingida kiujumla. Na unako anga la kimataifa, michezo hatua ya robo finali ya ligi ya mataifa ya Ulaya raundi ya pili imetamatika, huku Hispania, Ureno na Ufaransa zikifanikiwa kufuzu hatua ya nusu finali baada ya dakika 120 za moto kutamatika. Ujerumani imekuwa timu pekee kufuzu hatua hiyo ndani ya dakika 90 bila dakika 30 za nyongeza, ikiondosha Italia kwa jumla ya mabao 5-3. Hispania imefuzu hatua hiyo kwa kuiondosha Netherlands kwa mikwaju ya penalty 5-4, Ureno ikitinga nusu finali baada ya kuitandika Denmark mabao 4-2, wakati Ufaransa ikibuka na ushindi wa jumla mabao 5-4. Ujerumani itakutana na Ureno kwenye hatua ya nusu finali na Hispania itakutana na Ufaransa kwenye hatua hiyo. Mwisho wa dondoo za Mlimani, mimi ni Ibrahim Mgiaza, nikutakie utazamaji mwema na usikivu wa vipindi maridhawa kutoka hapa Mlimani TV. Kwa niaba yote, kwaheri na uwe na wakati mwema. Asante.